Sura ya 20, upendo kwa kurudi kwake Yesu. Mwamko mkuu wa kidini ulitangazwa katika ujumbe wa malaika wa kwanza wa Ufunuo 14. Malaika alionekana akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele ili awahubiri watu wakao duniani, watu wa kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyefanya mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 na wa 7. Malaika anafananishwa na nguvu na uwezo wa ujumbe utakaotangazwa na kukamilishwa. Kule kuruka kwa malaika katikati ya mbingu na sauti kuu na kutangazia watu wa kila taifa na kabila na lugha na jamaa huonyesha wepesi wa kuendesha kazi na watu wahusikao. Wakati watu hao watakapotoka na kuanza kazi, watatangaza hukumu itakayoanza. Ujumbe huu ni sehemu ya injili itakayohubiriwa wakati wa mwisho tu, ambapo saa ya hukumu imekuja kwa hakika. Sehemu hiyo ya ujumbe huusio wakati wa mwisho Danieli aliambiwa aufunge mpaka wakati wa mwisho. Danieli sura ya 12 mstari wa 4. Ujumbe huu wa hukumu ambao utahubiriwa wakati wa mwisho hautatimilika wakati mwingine mpaka wakati huo, kama unabii unavyotabiri. Paulo alilionya kanisa la wakati wake kuwa lisikutazamie kurudi kwa Kristo wakati huo mpaka uasi mkuu utakapotokea na mtu wa dhambi kushika uongozi wa kanisa kwa muda mrefu. Ndipo tutakapotazamia kurudi kwa Bwana. Wathesalonike 2 sura ya 2 mstari wa 3. Mtu wa dhambi pia siri ya kuasi. Mwana wa uharibifu ni upapa ambao ulijitwalia mamlaka ya kuongoza dini kwa muda wa miaka 1260. Muda huo ulimalizika mwaka 1798. Kurudi kwa Kristo kusingeweza kutarajia kutokea kabla ya muda huo. Paulo alijumlisha kipindi chote cha Ukristo mpaka mwaka 1798. Tangu wakati huo kurudi kwake Yesu kunaweza kutangazwa. Kabla ya wakati huo ujumbe wa aina hiyo haukutangazwa. Kama tuonavyo, Paulo hakutangaza kurudi kwa Yesu, ila alionyesha kuwa kurudi kwa Bwana kungali mbali. Watengenezaji wa kanisa hawakuhubiri kurudi kwa Bwana. Martin Luther alisema kuwa kurudi kwa Yesu kunaweza kutokea kabla ya miaka 300 tangu wakati wake, lakini tangu mwaka 1798 kitabu cha Danieli kilifunguliwa. Kwa hiyo watu wengi walianza kuhubiri saa ya hukumu. Mwamko kwa nchi mbalimbali wakati ule. Watu wa marejeo walionekana mahali mbalimbali kwa wakati mmoja, sawa na watengenezaji wa karne 16. Watu wenye imani waliyechunguza maandiko na unabii wakaona ushahidi wa kuonyesha kuwa mwisho unakaribia. Wakristo wa vikundi huku na huko walipochunguza Biblia waliamini kuwa kurudi kwa Kristo kumekaribia. Miaka 3 baada ya Mila kuutafsiri unabii huu, Dr. Joseph Wolf ambaye ni mhubiri alianza kuhubiri juu ya kurudi kwake Yesu. Alizaliwa huko Ujerumani akiwa na ukoo wa Kiebrania. Aliongoka akawa Mkristo wakati angali mtoto. Alikuwa akipenda kusikiliza masimulizi ya kuja kwa Masihi na kuanzishwa kwa ufalme wa Israeli. Siku moja alisikia habari za Yesu wa Nazareti zikitajwa. Aliuliza kuwa Yesu ni nani? Alijibiwa kwamba ni Myahudi mwenye ujuzi mwingi na uwezo. Lakini Myahudi huyu alipojifanya kuwa Masihi, baraza la Kiyahudi lilimhukumu kifo. Akaendelea kuuliza, kwa nini Yerusalemu iliharibiwa na sisi tuko utumwani? Baba yake akajibu, ole ole, kwa sababu Wayahudi waliwaua manabii. Jambo hili lilimuingia kijana moyoni. Akafikiri, labda Yesu pia alikuwa nabii na Wayahudi walimuua mtu mwenye haki. Ingawa kijana huyo alizuiwa asiingie katika kanisa la Kikristo, lakini alipendelea kunyemelea huko na kusikiliza mhubiri wakati akiwa nje. Alipokuwa na umri wa miaka 17, siku moja alikuwa akijisifu kwamba siku zijazo, wakati Masihi atakapokuja, ataleta fahari ya Israeli. Mzee yule alikuwa akiongea naye alisema, kijana wangu, nitakuambia Masihi alikuwa nani. Alikuwa ni Yesu wa Nazareti ambaye mababu zako walimsulubisha. Hebu nenda nyumbani usome Isaya sura ya 53, utafahamu kuwa Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Alikwenda nyumbani akasoma sura ile. Lo,
ilitimizwa kwa ukamilifu gani juu ya Yesu. Kijana akamaka na kusema, kumbe maneno ya Kristo ni ya ukweli. Alipomuuliza baba yake, hakupata jibu. Basi hakumuuliza tena. Alipopata miaka ya umri wa 17, akaenda zake akajitafutia elimu na kazi na kuchagua dini apendayo. Akaenda bila fedha kutafuta kazi. Alijifunza kwa bidii na kujua lugha ya Kiebrania barabara. Aliingia katika dini ya Kirumi na akaenda Rumi katika chuo cha utafiti. Hapo aliona machafuko ya kanisa, akayashambulia wazi na akataka matengenezo yafanyike kanisani. Baada ya muda aliondolewa pale kwa kuwa hakukubaliana na hali hiyo ya Kirumi. Alihesabika kuwa mkaidi asiyejirudi, kwa hiyo akaenda zake. Akasafiri mpaka Uingereza, huko akajiunga na kanisa la Anglikana, yaani kanisa la Kiingereza. Baada ya miaka miwili akaondoka mwaka 1821 kwenda kazini. Wolf aliona kuwa unabii unaonyesha kuwa Kristo atakuja mara ya pili kwa nguvu na utukufu mwingi. Alipokuwa akiwafundisha watu juu ya Yesu wa Nazareti ambaye aliahidiwa, akiwaonyesha kuhusu kuja kwake mara ya kwanza kama mchukua dhambi za watu, aliwafundisha pia juu ya kurudi kwake mara ya pili. Wolf aliamini juu ya kurudi kwake Yesu kwa kuwa karibu. Tafsiri ya unabii ilionyesha kuwa yu karibu kabisa kurudi. Aliona kuwa mila alivyotangaza ndivyo. Je, Bwana hakutuonyesha dalili za kuja kwake ili tujue wakati huo? Hakutaja mfano wa mtini. Hakika tutajua kwa ishara ili tujiandae sawa kama Nuhu alivyojiandaa kuingia safinani. Kinyume cha tafsiri nyingine kuhusu namna watu wanavyotafsiri maandiko, Wolf aliandika akasema, fungu kubwa la Wakristo au makanisa ya Wakristo wanapotoka na kuacha njia ya maandiko matakatifu, wakidhani kuwa wanaposoma Myahudi huelewa mataifa, na wasomapo wa Yerusalemu huelewa kanisa, na inaposemwa nchi huelewa mbingu, na inaposemwa kurudi kwake Bwana huelewa kuendeshwa kwa kazi na kwenda mlimani, maana yake ni madaraka ya mkutano wa Methodist. Tangu mwaka 1821 mpaka mwaka 1845, Wolf alisafiri katika nchi za Misri, Abyssinia, Palestine, Syria, Persia, Bokhara, India na Marekani. Uwezo wa kitabuni. Dr. Wolf alisafiri katika nchi nyingi za watu wa korofi bila kuwa na ulinzi wowote, huko akivumilia shida nyingi sana na kupita katika hatari za kila namna. Alikuwa akishinda njaa, akiuzwa kama mtumwa. Mara 3 alihukumiwa kufa, akishambuliwa na wanyang'anyi, na mara nyingine akiwa karibu kufa kwa kiu. Mara moja alitekwa na kutembezwa maili mamia kwa miguu, akipitishwa milimani kwenye barafu akiwa karibu uchi. Alipoonywa kuwa asitembee katikati ya nchi za makabila makali bila kuwa na ulinzi kamili, alisema kuwa yeye anazo silaha kamili, ndiyo maombi na matumaini yake kwa Kristo. Silaha nyingine nilionayo ni upendo wa Mungu nilionao moyoni mwangu, unaoniwezesha kuwapenda watu wenzangu, na Biblia nilionayo mkononi mwangu ndiyo silaha mahususi. Kitabu hiki cha Biblia ndiyo nguvu yangu, ndicho msaada wangu. Aliendelea hivyo mpaka sehemu kubwa ya nchi ikasikia ujumbe. Alieneza Injili na kutoa sehemu ya Injili kwa baadhi ya Wayahudi, Waturuki, Waparisi, Wahindu na mataifa mengineyo. Kila mahali alikutangaza kurudi kwa Masihi kuliko karibu sana. Katika nchi za Bokhara alikuta kikundi cha watu kikutangaza kurudi kwake Bwana. Alisema Waarabu wa Yemen wanacho kitabu cha sira ambacho hueleza habari za kurudi kwake Bwana na kumiliki kwake kwa fahari ya watu hao, na watu hao wanakutazamia kurudi kwa Bwana kutokea katika mwaka 1840. Niliwakuta wana wa Israeli wa kabila la Dani pamoja na wana wa Rekabu wakikutazamia kurudi kwa Bwana kwa hamu sana. Imani hiyo hiyo ilionekana katika wamishonari wengine wa Tatari. Kuhani wa Tatari aliuliza kuwa ni lini Kristo atarudi pamoja na mawingu. Huyo mtu wa misheni alipoonekana kuwa hana habari, yule kuhani wa Tatari alishangaa sana kuwa mwalimu huyo wa Biblia hana habari juu ya jambo hili. Huyo mtu wa Tatari alionyesha imani yake kwa yale yaliyomo katika unabii kwamba Kristo atarudi kwa mwaka 1844.
Ujumbe wa marejeo huko Uingereza. Ujumbe wa marejeo ulihubiriwa Uingereza mapema katika mwaka 1826. Ujumbe kamili haukuhubiriwa, lakini habari ya kurudi kwake Kristo katika mawingu ilikuwa imetangazwa. Mwandishi mmoja aliandika kwamba kiasi cha wachungaji 700 wa kanisa la Anglikani Uingereza walikuwa wakihubiri kuhusu injili hii ya ufalme. Injili iliyokuwa ikitajwa kwa Kristo atarudi mwaka 1844 ilikuwa ikihubiriwa huko Uingereza. Magazeti yaliyohusu marejeo ya Kristo yalichapishwa Marekani yalikuwa yakitolewa kwa wingi huko Uingereza. Katika mwaka 1842, Robert Winter, Mwingereza aliyekubali ujumbe wa marejeo huko Marekani, alirudi nyumbani kwao kuutangaza ujumbe huo. Watu wengi walijiunga pamoja naye katika kazi hiyo ya kutangaza katika sehemu kadhaa za Uingereza. Huko Amerika ya Kusini, Lacunza, mtu wa Hispania na dhehebu la Jesuit, alipokea ujumbe wa marejeo akauamini. Ili kusudi kuepuka malaumu ya Rumi, aliandika habari zake akijiita kuwa mwalimu Ben Ezra, akijitendekeza kuwa ni mwongofu wa Kiyahudi. Panapo mwaka 1825 kitabu chake kilitafsiriwa katika lugha ya Kiingereza. Kitabu hicho kiliongezea mkazo wa imani juu ya ujumbe ambao umeshahubiriwa tayari huko Uingereza. Aliyefunuliwa Bengeli. Katika Ujerumani, mafundisho ya Biblia yalikuwa yamefundishwa na Bengeli, mchungaji wa Kilutheri. Alipokuwa anayatayarisha mahubiri kutoka katika Ufunuo 21, nuru ilimulika katika mawazo yake kuhusu kurudi kwa Yesu. Ufunuo wa unabii uling'aa mawazoni mwake na akashangaa kwa fahari ya kurudi kwake Kristo. Alitafakari kwa muda habari hiyo. Hata hivyo, alipokuwa mimbarani, fahari ya kurudi kwake Yesu iling'aa tena mawazoni mwake. Tangu wakati huo alijitia katika kujifunza habari za unabii, na halafu ukafikia uamuzi kuwa Kristo atakuja upesi. Muda aliodhani kuwa Yesu atarudi ulikuwa karibu na ule wa mila. Maandiko ya Bengeli yalienezwa kwanza katika mkoa wa kwao wa Wittenberg na baadaye yakaenea katika nchi nzima ya Ujerumani, na wakati huo kuvutia nchi nyingine pia. Huko Geneva, Gaussen alihubiri kuhusu kurudi kwake Kristo. Alipoingia katika kazi ya kuhubiri, alielekea kuwa mtu wa mashaka. Wakati wa ujana wake alikuwa anapenda sana mambo ya unabii. Baada ya kusoma kitabu cha Rollins juu ya historia ya kale, alielekezwa mawazoni juu ya Danieli sura ya 2. Alishangazwa na jinsi unabii ulivyotimia bila kukosa hata kidogo. Huu ulikuwa uthibitisho wa uvuvio wa maandiko matakatifu. Basi hakutosheka na imani ya juu juu. Alipoendelea kuchunguza Biblia zaidi, alibadili imani yake ya kwanza. Alifikia uamuzi kwamba kurudi kwa Yesu kuko karibu. Alipokuwa na imani hiyo, alitamani kuwafunulia na watu wengine pia, lakini watu walikuwa hawauamini unabii wa Danieli. Walimpinga vibaya. Mwisho akaazimu kufundisha watoto, sawa kama Farel alivyofanya Geneva. Alitumaini kuwa watoto wakiamini watawavuta wazazi wao. Alisema, nilikusanya kundi la watoto. Kama watoto hawa watasikia, nina hakika kuwa nitapata kundi la pili, na kwa hiyo hata wazazi wataingia. Jambo hili likifanyika, kazi imetimilika. Alipofundisha watoto, watu wazima pia walikuja kusikiliza. Basi kanisa lake lilijaa na kusikilizwa, watu maarufu wenye elimu na wageni waliokuja Geneva. Hivi ndivyo injili ilivyoenezwa. Gaussen, akitiwa moyo na hayo, alichapisha masomo yake akiwa na nia ya kuanzisha masomo ya unabii. Baadaye alikuwa mwalimu katika chuo kimoja, na kila Jumapili aliendelea na mafundisho ya katekisimu akiwafundisha watoto maandiko matakatifu. Mafundisho yake yalitolewa kwa kinywa na kuandika mambo kwa njia ya kuchapa, na kama mwalimu wa watoto wa muda mrefu aliwafundisha watu juu ya kurudi kwa Yesu kuliko karibu. Wahubiri watoto wa Skandinavia. Huko Skandinavia pia ujumbe wa marejeo ulihubiriwa. Wengi waliongoka na kuzitupilia mbali njia zao mbaya, wakataka rehema na msamaha wa Kristo. Lakini wenye dini ya kawaida ya jumla waliwapinga waongofu hawa, na baadhi ya wahubiri wao walitupwa kifungoni. Wakafika mahali pengine
ambapo wahubiri wa marejeo ya Kristo walinyamazishwa. Hivyo Mungu aliwatumia watoto wadogo kuhubiri. Kwa kuwa walikuwa wadogo, serikali haikuweza kuwachukulia hatua yoyote. Katika nyumba za watu ndimo watu walikuwa wakikutazamia ili kusikia ujumbe wa marejeo. Baadhi ya watoto hao walikuwa wakihubiri. Umri wao ulikuwa miaka 6 na miaka 8. Walipokuwa wakishuhudia juu ya ujumbe wa Mwokozi, maisha yao yalikuwa ya kawaida kwa watoto wa umri huo. Waliposimama kuhubiri, hali yao ilikuwa tofauti na hali ya kawaida. Nguvu ya pekee ilikuwa ndani yao. Walitoa maonyo kwa uthabiti wa pekee. Walisema kwa ujasiri, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imekuja. Watu walisikia maonyo haya kwa hofu na kutetemeka. Roho wa Mungu aliwazungumzia. Wengi walilazimika kuyachunguza maandiko kwa makini, wakasahihisha njia zao. Kazi ilifanyika mpaka wakuu wa serikali wakakiri kuwa mkono wa Mungu ulikuwa ukiwaongoza. Yalikuwa mapenzi ya Mungu kwamba habari ya kurudi kwa Kristo zihubiriwe katika Skandinavia. Kwa hiyo aliwawezesha watoto ili wafanye kazi hiyo. Wakati Yesu alipokaribia Yerusalemu, watu walitishwa na makuhani na watawala ili wanyamaze wasishangilie. Lakini watoto katika hekalu walipaza sauti zao na kuimba, Hosana mwana wa Daudi. Mathayo sura 21 mstari wa 8 mpaka wa 16. Jinsi Mungu alivyowatumia watoto katika kuja kwa Kristo mara ya kwanza, halikadhalika atawatumia kutangaza kurudi kwake mara ya pili. Ujumbe ulienea. Marekani ilikuwa ndiyo kiini cha ujumbe na kusanyiko la marejeo. Maandiko ya Mila na wenzake yalienezwa katika nchi nyingine za karibu na mbali. Ujumbe ulienea. Marekani ilikuwa ndiyo kiini cha ujumbe wa kusanyiko la marejeo. Maandiko ya Mila na wenzake yalienea katika nchi nyingine za karibu na mbali walikokwenda wahubiri. Huku na huko, ujumbe wa marejeo wa Injili wa milele ulisikika ukisema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Unabii ulionekana kuonyesha kuwa kurudi kwa Kristo kungekuwa katika mwaka 1844. Ulionekana vizuri na watu wa marejeo. Wengi waliamini kuwa hesabu ya miaka na taratibu zake vilikuwa sawa, kwa hiyo waliupokea kwa furaha kabisa. Wachungaji wengine waliacha kazi zao na mishahara yao, wakajiunga na wale waliokuwa wakitangaza kurudi kwake Kristo. Walakini hata hivyo, wachungaji wachache waliupekua. Kwa hiyo watu wa kawaida tu ndio walikuwa wakiutangaza. Wakulima waliacha mashamba yao, mafundi waliacha kazi zao, wenye biashara wakaacha biashara zao, wataalamu wakaacha kazi zao za kitaalamu. Wote wakajiunga kwa furaha kuambia watu habari hii njema ya kurudi kwake Yesu. Ujumbe wa marejeo ulipokelewa na watu maelfu. Andiko rahisi huleta uthibitisho. Wahubiri waliweka shoka kwenye mashina ya miti, sawa na Yohana Mbatizaji alivyofanya, na kuwahimiza watu kuzaa matunda yapasayo toba. Maneno ya ushuhuda kwamba hali ya toba imepatikana yalisikika yakisemwa dhahiri na wahubiri mimbarani wazi wazi. Wengi walimtafuta Bwana kwa moyo wa toba halisi. Anasa za dunia zilizowakalia kwa muda mrefu sasa waliziachilia mbali na kutafuta yale ya mbinguni. Walijiunga kutangaza kwa moyo wote kwamba mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Wenye dhambi walijikuta katika machozi na kuuliza, je, tufanye nini ili tupate kuokoka? Watu ambao waliishi katika hali ya ufedhuli wakatafuta jinsi ya kurekebisha hali zao. Wale waliopata amani katika Kristo walikuwa na hamu kuu ya kuwaelezea wengine ili wapate amani hiyo. Mioyo ya wazazi iligeukia kwa watoto wao na ya watoto kwa wazazi wao. Malaki sura ya 4 mstari wa 5 na wa 6. Vizuizi viletwavyo na kiburi na kutakabari viliondolewa mbali. Mioyo ya maungamo ilikuwa dhahiri kwa wote. Kila mahali watu walikuwa wakimlilia Mungu. Wengi walikuwa wakiomba usiku kucha ili kuhakikisha kuwa wamepata msamaha kwa ajili ya dhambi zao. Watu wa hali zote, wakubwa kwa wadogo, wenye elimu na wasio na elimu,
matajiri kwa maskini, walikuwa na hamu ya kusikia ujumbe wa kurudi kwake Yesu. Roho wa Mungu aliwezesha ujumbe huu utangazwe kwa nguvu. Katika mikutano yote, malaika watakatifu walikuwamo na waumini wakazidi kuja kwa Bwana kila siku. Makutano makubwa yalikutana na kukaa kimya ili kusikia ukweli huu. Mbingu na nchi zilionekana kukutana. Watu walirudi nyumbani kwao wakijaa na furaha na kuyatafakari yote yaliyosemwa usiku kucha. Mtu aliyehudhuria mikutano hiyo hakuweza kuisahau. Ujumbe ulipangwa. Kutangazwa kwa wakati hasa wa kuja kwa Kristo kulipingwa na watu wote, tangu wachungaji mpaka wenye dhambi. Wengi walisema kuwa hawapingi fundisho la kurudi kwake Yesu, ila walipinga ule muda hasa wa kurudi kwake. Lakini macho ya Mungu yalisoma mioyo yao. Hawakutaka kusikia kuwa Mungu atakuja kuhukumu ulimwengu kwa haki. Kazi zao zilikuwa mbovu na zisingeweza kusimama katika hukumu ya Mungu. Hawakuwa tayari kukutana naye. Sawa kama Wayahudi hawakuwa tayari kumkaribisha Yesu alipokuja mara ya kwanza. Hawakutaka kusikia ujumbe wa Biblia tu, bali waliwadhihaki wale waliokutazamia kurudi kwake. Shetani alimdhihaki Kristo kwamba watu wake hawataki arudi. Wale waliokuwa wanapinga ujumbe walisema kuwa hakuna ajuaye saa ya kuja kwake. Andiko linasema, walakini habari ya siku hile na saa hile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Mathayo sura ya 24 mstari wa 36. Helezo hilo dhahiri lilielezwa na wale waliokuwa wakikungojelea kurejea kwa Bwana, lakini wale wapingaji walipotosha maana yake. Mmoja alisema kuhusu Mwokozi kwamba lazima asingemharibu mtu. Ingawa hakuna ajuaye wakati wa kuja kwake, tunapaswa kujua anapokaribia. Tusipojishughulisha kujua, itakuwa ni bahati mbaya kwetu, kama ilivyokuwa kwa wote wa ulimwenguni wakati wa siku za Nuhu. Kristo alisema, usipokesha nitakuja kwako kama mwizi ajavyo, nawe hutaijua saa nitakayokuja kwako. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 3. Paulo anasema kwa wale wenye kujali maonyo, bali ninyi ndugu, hammo gizani hata siku hile iwapate kama mwizi. Ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Wathesalonike 1 sura ya 5 mstari wa 2 mpaka wa 5. Lakini wale wanaotafuta udhuru wakiziba masikio, wasiyajali maonyo yale maneno. Hakuna ajuaye siku wala saa, huendelea kugonga kwao kama mwangwi. Hata kwa wafuasi wa Kristo pia, kadiri watu walivyokuwa wakiutafuta ukweli, wapotofu hawa waliwaingilia na tafsiri potofu ili kuwapotosha. Watu wanyofu katika kanisa walikuwa wa kwanza kupokea ujumbe. Pale watu wasipotawaliwa na waongozi wao, na pale watu wanapochunguza maandiko wenyewe, ujumbe wa marejeo utajiimarisha kwa njia ya kupambanisha andiko na andiko. Wengi walipotezwa na waume, wake, watoto, wazazi, hata ikaonekana kana kwamba ni dhambi hata kwenda kusikiliza tu. Ujumbe wa marejeo ukahesabika kana kwamba ni uzushi. Malaika waliagizwa kuwalinda waaminifu hawa ili waendelee mpaka nuru zaidi ifunuliwe kwao kutoka katika kiti cha Mungu. Watu waliupokea ujumbe wa marejeo, walikesha na kukungojea kurudi kwake Bwana, maana muda uliokuwa ukitazamiwa ulikuwa umekaribia. Waliingoja saa hii kwa utulivu hasa. Katika kundi hilo lilokuwa likingojea, hakuna awezaye kusahau hali waliokuwa nayo. Kwa muda wa majuma kadhaa kabla ya muda huo, shughuli zote za kidunia ziliachwa kabisa. Waumini walijichunguza mioyo yao kwa uangalifu sana, kwa vile baada ya wakati mfupi tu wangeacha dunia hii. Hapakuwa na utengenezaji wa mavazi ya kuvaa wakati wa kupaa, lakini wote walikuwa na tunu ya milele ya kumwona Bwana. Usafi wao haukuwa wa mavazi, bali wa mioyo, tabia iliyotakaswa kwa damu ya Kristo. Je, wangaliko watu wa Mungu wa namna hiyo, waaminifu wanaotafuta utakaso wa namna hiyo? Mungu alitaka kuwajaribu watu wake. Mkono wake ulifunika kosa katika kuhesabu tarehe katika unabii.
wakati wa kurejea kwa Kristo, yaani katika mwaka 1844. Ukapita bila Kristo kurudi. Hivyo wale waliomtazamia Mwokozi wakati huo walipata uchungu na masikitiko yasiyoelezeka. Walakini Mungu alikuwa akiwajaribu wale waliokuwa wakingojea, ambao ni wafuasi wake. Wengi walikuwa wamevutwa kujiunga na njia ya hofu tu. Hawa walisema kuwa hawakuamini kuwa Yesu angerudi kwa wakati huo, walakini walikuwa kati ya wa kwanza kuwadhihaki waaminifu wa kweli. Lakini ni Yesu na mbingu yote ndio waliowahurumia watu wake. Kama pazia lingefunguliwa, wangeweza kuona jinsi malaika wanavyowashughulikia kwa upendo usiosemeka ili wasikumbwe na gharika la Shetani.